Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Finu Media. Natumaini mzima wa afya, na leo tumeweza kupata nafasi ya kukutana tena kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na masuala mzima ya kijamii. Lakini kubwa zaidi tumeweza kupata nafasi ya kutembelewa na maafisa kutokea TAKUKURU ambao wao watatuelezea kwa upana kabisa kuhusiana na swala zima la kutokomeza na kupambana na rushwa. Karibu sana. Langu jina ni Editor Chiwaligo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uzidi kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kupitia hapa Finu Media. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Leonard Minja, ni mtumishi kutoka ofisi ya TAKUKURU kwa Katavi. Karibu sana. Asante sana. Kwa upande wako? Kwa upande wangu kwa majina naitwa Isa Kilongo, ni mtumishi kutoka ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Katavi. Kama nilivyokujuza mtazamaji, tumeweza kutembelewa na maafisa kutokea TAKUKURU, lakini kubwa zaidi hapa leo tutazungumzia kuhusiana na swala lazima la rushwa. Sawa. Kwanza kabisa tunatamani kufahamu TAKUKURU ni nini? Inajihusisha na nini? Na inafanya kazi gani katika jamii? Lakini pia tufahamu na tupate ufafanuzi kuhusiana na swala zima la dhana ya rushwa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla sijaenda kwenye kuielezea dhana ya rushwa ni nini, basi niweze kuielezea kwanza wananchi wapate kufahamu kwamba TAKUKURU ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo kimsingi inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria namba 11 mwaka 2007 na ni taasisi ya umma ambayo kimsingi ndio inaongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. Sasa taasisi hii ya kuzuia na kupambana na rushwa, majukumu yake ya msingi ni mawili. Jukumu la kuzuia, lakini pia na jukumu la kupambana. Sasa TAKUKURU inazuia vipi vitendo vya rushwa? Kama tunavyofahamu kwamba kuzuia rushwa tunaongozwa na kauli mbiu yetu, tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Hivyo basi kauli hii ni kauli shirikishi na mapambano dhidi ya rushwa yanahitaji ushirikiano na wadau mbalimbali. Kwa hiyo sisi TAKUKURU katika jukumu la kuzuia tunalitekeleza kwa kupitia uchambuzi wa mifumo mbalimbali kwa maana system analysis, na lengo kuu ni kubaini mianya ya rushwa katika hizo chambuzi kwenye maeneo ya utoaji wa huduma za kijamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na tunapoibaini basi hiyo mianya ya rushwa, tunatoa mapendekezo katika taasisi husika. Lengo ni kuhakikisha kwamba ile mianya inazibwa ili vitendo vya rushwa visiendelee kutokea. Lakini pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inashirikisha wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu kama nilivyoeleza hapo awali, mapambano haya yanahitaji mashirikiano kutoka kwa wadau mbalimbali. Na pia kwa muktadha huo basi nipende kutumia nafasi hii pia kushukuru watu wa Finu Media kwa kuweza kutualika kuweza kupata nafasi ya kuweza kuongea na wananchi na kuweza kuendelea kuongeza au kunyanyua kiwango cha uelewa kuhusiana na dhana ya rushwa na namna ambavyo wananchi wanapaswa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa katika kutokomeza vitendo vya rushwa. Lakini pia tunashirikiana na taasisi mbalimbali za umma na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Kama ambavyo tunafahamu, tatizo la rushwa ni tatizo ambalo linavuka mipaka. Kwa hiyo sisi hatupo kwenye kisiwa cha kwetu peke yetu. Kwa hiyo tunahitaji kushirikiana na mataifa mengine, lakini na mashirika mengine na taasisi nyingine kama za kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mataifa mengine, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawadhibiti wakosaji wa makosa ya rushwa ambao wanachepusha fedha au wanatakatisha fedha kuficha katika mataifa mengine. Lakini sambamba na hilo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutoa elimu kupitia mitandao ya kijamii, kupitia online TV, kupitia vipindi vya redio, kupitia klabu za wapinga rushwa mashuleni, lakini pia kupitia kwenye semina za ana kwa ana, mikutano ya hadhara, warsha na mbinu nyingine mbalimbali ambazo tunazitumia, machapisho, peperushi. Na kwa bahati nzuri sana na sisi tuna TV yetu inaitwa TAKUKURU TV online. Lakini pia tunaomba wananchi waendelee kusubscribe kupata vipindi mbalimbali kama hivi ambavyo tunavifanya kupitia kwenu hapa. Lakini pia tunapatikana katika social medias kama maana kwenye Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunayafikia haya makundi yote katika nyanja mbalimbali kwa kupitia mbinu mbalimbali. Hilo ni katika upande wa kuzuia. Lakini tunapoangalia habari ya kupambana, ni kwamba sisi TAKUKURU tuna wajibu wa kupokea na kuchakata malalamiko au taarifa mbalimbali zinazohusiana na vitendo vya rushwa,
na baada ya kuzichakata, tunapoona kwamba kuna tuhuma, basi tunachunguza kwa mujibu wa sheria hii ya kuzuia na kupambana na rushwa, na kisha washtakiwa wale au watuhumiwa wanafikishwa mahakamani kwa ajili ya kushtakiwa ili haki iweze kupata mkondo wake kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa hiyo kwa muktadha huo, katika jukumu la kuzuia ni hivyo kama nilivyoeleza, na katika jukumu la kupambana ni hivyo kama nilivyoeleza. Hiyo ni katika upande wa majukumu yetu. Sasa uliniuliza swali kuhusiana na maana ya rushwa ni nini. Sheria kuhusiana na kupambana na rushwa hii namba 11 mwaka 2007, hakuna sehemu inaweza kutafsiri rushwa ni nini, isipokuwa sheria inaeleza mambo ambayo mtu kama anataka kuyafanya au anatarajia kuyafanya atahesabika kwamba ni mkosaji kwa mujibu wa hii sheria. Mambo hayo ni kama yapi? Kwa mfano, tunaongelea matumizi mabaya ya mamlaka, ni kosa kwa mujibu wa kifungu namba 31. Tunapoongelea kuomba, kupokea, kushawishi ni kosa la hongo chini ya kifungu namba 15. Uchepushaji, ufujaji na ubadhirifu chini ya kifungu namba 28, au rushwa ya ngono. Kwa hiyo sheria inaeleza mambo ambayo mtu akiyafanya, anatarajia kuyafanya au kujihusisha nayo, basi atahesabika kwamba ni kosa. Kwa sheria haijaweza kueleza maana, haijatafsiri maana ya rushwa ni nini. Sasa kuna tafsiri zinakubalika, na kama inavyofahamika, rushwa ina sura tofauti tofauti, ina tabia kutofautiana kati ya jamii moja na jamii nyingine, na ndio maana kumekuwa na tafsiri mbalimbali. Kuna tafsiri za wasomi, kuna tafsiri za watafiti, kuna tafsiri hizi ambazo zinatolewa na wananchi kulingana na shughuli zao za kiuchumi wanavyozifanya na kwa namna ambavyo wanaiona na wanavyoipa sifa. Kwa hiyo rushwa kwa tafsiri sio kuwa rasmi, unaweza kusema kwamba rushwa ni adui wa haki, kwa maana ya kwamba haki ya mtu anayestahili inaweza kapokwa na kupewa mtu asiyestahili kwa kupitia nini? Kwa sababu ya vitendo vya rushwa. Lakini rushwa ni matumizi mabaya ya mamlaka kwa manufaa yako au kwa manufaa ya mtu mwingine. Lakini rushwa ni hali ya mtu ya kushindwa kuwajibika kadiri ya matakwa ya sheria yanavyoeleza na kufanya kwa kadiri ya utashi wake, yaani kuacha kufanya au kutekeleza wajibu wa kisheria na kufanya kinyume chake. Lakini rushwa unaweza kusema kwamba ni manufaa anayoyapata mtu kinyume na utaratibu au upendeleo anaopewa mtu asiyestahili. Kwa hiyo rushwa unaweza kusema pia ni kosa la kimaadili. Sababu tunasema maadili na rushwa haviwezi kutengana. Kwa maana tunasema kwenye maadili hapana rushwa. Kwa hiyo rushwa unaweza kuielezea kwa sura tofauti tofauti kama nilivyosema, kulingana na jinsi ambavyo wananchi wanavyoipasivu, lakini jinsi ambavyo wanafanya shughuli zao za kiuchumi. Kwa ufupi tu niseme kwamba rushwa unaweza kuieleza kama ulivyosema kwamba rushwa ina upana mkubwa sana kutokana na jamii ambavyo inapokelewa. Lakini sisi kama watazamaji na sisi kama wanajamii tunatamani sana kujua rushwa imegawanyika katika makundi mangapi ama kuna aina ngapi za rushwa? Asante sana. Kama nilivyosema, lakini kwa muktadha wa rejea ni kwamba ipo tume iliundwa na Mheshimiwa Rais hayati Rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Ile tume ilikuwa inajulikana kama tume ya Jaji Warioba. Mwaka 1996 ilienda kukusanya maoni kwa wananchi kwa lengo la kujua hali ya rushwa ikoje na hatua zipi ziweze kuchukuliwa ili kuweza kukabiliana na vitendo vya rushwa kwa wakati huu. Ile tume iliainisha mambo mengi, lakini katika eneo moja hapo hilo, kwa muktadha hilo swali liloniuliza, walisema kwamba kuna makundi makuu mawili ya rushwa. Wananchi wenyewe walieleza kuna hizi rushwa ndogo, kwa maana tunaziita petty corruption, lakini pia kuna grand corruption, kwa maana rushwa kubwa. Sasa wananchi kwa nini walisema rushwa ndogo na rushwa kubwa? Kwa sababu walisema hizi rushwa ndogo ni hizi aina za rushwa ambazo zinatendeka katika maeneo ya utoaji wa huduma hizi za kijamii. Wanapoenda kupata huduma za kijamii wanaomba hizi rushwa ndogo ndogo 5,000, 10,000 ili waweze kupatiwa hizo huduma. Lakini pia zinatendwa na watu wenye madaraka ya chini au mamlaka ya chini. Kwa maana ameenda pale kwenye ofisi ya mwenyekiti wa kijiji, ameenda pale kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji au kwenye kata kupata huduma kwa namna ambavyo hao watendaji wetu ambao wamekosa uadilifu, basi unajikuta anamshawishi yule mfuata huduma au mwananchi ampatie kiasi kidogo cha fedha. Kama atakosa hela, basi ataweza kumuomba rushwa hata ya vipi, kwa sababu rushwa sio lazima iwe katika sura ya hela tu peke yake. Kwa hiyo ndio rushwa ndogo.
Lakini tunapoongelea grand corruption, kwa maana tunaongelea zile rushwa kubwa, hizi walizieleza kwamba ni aina ya rushwa ambazo zinafanywa au zinajitokeza katika maeneo ya mikataba, ndio zinafanywa na wanasiasa kwenye ngazi juu za maamuzi. Huku tumesema ngazi za chini za maamuzi, huku ni ngazi za juu za maamuzi, kwa maana wakurugenzi, mameneja, mawaziri na viongozi wakubwa waandamizi. Kwa maana ya kwamba hii inaathiri athari yake inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu unapoongelea rushwa katika mikataba, ndio hiyo unakuja kuikuta sasa hata nchi yetu inaingia katika madeni ambayo sio lazima. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme kwamba kuna rushwa ndogo na rushwa kubwa. Lakini tukiongelea kwa upande wa Katavi, nirudi kwako, mmefanikiwa kiasi gani katika kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na swala zima la rushwa, jinsi ya kupambana na kuzuia rushwa? Kwa Katavi niseme moja kwa moja tumekuwa tukiwa na programu mbalimbali kama alivyokwisha kusema mwenzangu hapo. Kuna program ya system analysis, kwa tunafanya uchambuzi wa mifumo katika sehemu mbalimbali za utoaji wa huduma. Kwa hiyo tunashirikisha wadau na pia tunaangalia mapungufu ya zile sehemu. Lakini pia tumekuwa na vilabu kuanzia ngazi ya shule, kuanzia shule za msingi mpaka sekondari. Tunakuwa tuna ngazi za vilabu pale, watoto wanapewa elimu kwa ajili ya kujua mapema kuweza kupambana na hizi makosa za rushwa, kwa sababu rushwa pia inakuwa ni changamoto, yani kwamba mtoto akiwa mdogo atambue rushwa ni kitu gani, na ili anapokuwa tuweze kumjengea maadili bora, hata kama akija kuingia kwenye taasisi katika utekelezaji wa majukumu yake aweze kuepukana na yale makosa. Kwa hiyo kwa Katavi niseme kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kufikia marika yote ya wadau wa Katavi. Kama alivyosema mwenzangu ni kwamba tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba tumeyafikia makundi ya wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunanyanyua kiwango cha uelewa. Sisi kwa mujibu wa mpango mkakati, kwa maana strategic plan ya TAKUKURU ya miaka 5 ambayo inaenda kuisha mwezi Juni 2026, inatutaka sisi watumishi wa TAKUKURU kunyanyua kiwango cha uelewa kutoka 77% kwenye SP iliyopita mpaka kufikisha 100%. Hivyo basi kwa muktadha huo ni kwamba sisi tuna mikakati mingi na mbinu mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitumia, ambazo zimetusaidia sasa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaielewa dhana ya rushwa, lakini hawaishi tu kwenye kuifahamu, lakini pia wanatupa ushirikiano katika kukabiliana na vitendo vya rushwa katika maeneo ya utoaji wa huduma za kijamii, lakini pia na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo pia tunashirikiana na vyombo vya habari kama nyinyi, tunashirikiana na wananchi, na wananchi wamekuwa wakipatia ushirikiano katika kutoa taarifa, lakini pia wanatoa ushirikiano katika upande wa mashtaka kwa mambo ambayo yamefikishwa mahakamani, lakini pia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tumeona kabisa sasa hivi wananchi wanachukua tahadhari na wanaendelea kujengewa uwezo kuhakikisha kwamba zile fedha zinazoletwa katika miradi ya maendeleo basi wanazisimamia vizuri ili tija iweze kufanya nini kupatikana. Na nyinyi ni kiasi gani ambapo jamii inapokea ile elimu ambayo mnatoa kuhusiana na swala zima la rushwa, hususa kuanzia ngazi ya shule ya msingi? Niseme ni kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukipata ushirikiano kutoka kwa ngazi ya shule ya msingi. Niseme tunakuwa tunahusisha walimu wa pale shuleni ambao wamekuwa wakitupatia ushirikiano wa kutosha, na pia tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ukiangalia katika shule za hapa manispaa pamoja na Simbo tumefanikiwa kufikia karibia shule zote tumekuwa na vilabu, na vilabu vile vinakuwa vina watoto wanachama ambao ni hai. Kwa hiyo kunakuwa kuna siku maalum ambazo zinakuwa zimetengwa bila kuathiri masomo yao ya kila siku, wanashiriki, wanapewa elimu, na tumekuwa tukiwapatia miongozo mbalimbali. Wale walimu tumewajengea uwezo ili waweze kufikisha ile elimu kwa wale watoto. Kwa hiyo niseme kwa upokeaji wa elimu tunaendelea vizuri kwa ngazi ya shule. Ni aina gani ambayo ya kesi sana za rushwa ambazo mnapokea kwa mkoa wa Katavi? Sisi TAKUKURU waombe tu wananchi, tumekuwa na utaratibu wa kutoa taarifa ya utendaji kazi wa umma kila baada ya miezi 3, na taarifa hiyo inatolewa na kamanda wa TAKUKURU mkoa, na inaainisha maeneo ambayo yanaongozwa kwa kulalamikiwa, na pia tunaomba wananchi waendelee kutoa ushirikiano
ushirikiano. Kwa hizo taarifa za utendaji kazi, na kwa bahati nzuri hata na nyinyi wenzetu wa Fin Media mmekuwa mkishiriki katika kuzisaidia kuzipush kwenye mitandao ya kijamii huko na kuhabarisha umma kuhusiana na utendaji kazi wetu. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa wanafuatilia mitandao ya kijamii, lakini wanaendelea kufuatilia vyombo vya habari kupata taarifa kila inapotolewa na kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Katavi.